Kwa majina naitwa Jeff Nasa, ni mkuu wa kitengo cha mauzo ya nishati safi pale Puma Energy, kwa kizungu wanasema LPG. Lengo hasa tumekuja hapa, mimi nimekuja hapa kwa niaba ya mkurugenzi mkuu wa kampuni ya Puma, Mama Fatuma Abdalla, kwa lengo la kuja kukabidhi mitungi kwa mkuu wa mkoa wa Dodoma ili kuweza kushiriki pamoja na shughuli ambayo mkuu wa mkoa ameandaa, kama ambavyo mwenyewe ameweza kuitambulisha siku ya Mama Samia Day hapa Dodoma. Kwa hivyo na sisi tukasema kwamba itakuwa ni vyema kampuni ya Puma kupitia bidhaa yake ya gesi kuweza kushiriki katika hii siku ya Mama Samia Day hapa mkoani Dodoma kwa kugawa mitungi ambayo tunajua inaenda kubadilisha maisha ya Watanzania. Kama mnavyojua sasa hivi Rais wetu Mama Samia ndiye kinara wa mabadiliko haya ya kutumia nishati safi kutoka kwenye nishati ambayo si salama, ambayo inaleta madhara kwa watumiaji. Kwa hivyo kampuni ya Puma imeungana na mkuu wa mkoa na tutaendelea kushirikiana na serikali pamoja na mikoa mingine katika kuhakikisha kwamba Puma Energy kupitia product yake ya Puma Gesi kuwafikia Watanzania na kuweza kubadilisha maisha yao kutoka kutumia nishati ambayo si salama na kwenda kutumia nishati ambayo ni salama. Ni kweli kama unavyosema kwamba jana tumezindua mkakati wa mawasiliano. Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu Biteko tulizindua pale kwenye ukumbi wa PSSF. Ni kweli ukuaji wa matumizi ya gesi umekuwa kutoka 6% mpaka 10% kwa pasenti. Hiyo ni nishati ambayo ni kiwango kikubwa. Generally kwa kutokana na taarifa ambazo zilitolewa jana, yani mabadiliko yamefanyika kwa 16%, kutoka 6% mpaka kwenda 16% ndani ya kipindi cha mwaka moja tangu ambapo kampeni hii ilianzishwa mwaka jana. Sisi Puma tumejizatiti na tumekuwa ni washiriki, ingawaje sisi ni wageni kidogo compare na wenzetu ambao walitangulia hapo nyuma. Sisi tulilaunchi Puma Gesi mwaka 2022 na tumejizatiti kushikamana na serikali, kushirikiana na wenzetu ambao tayari wametangulia katika kuhakikisha kwamba bidhaa hii inamfikia kila mwananchi kwa bei nzuri na upatikanaji wake ni rahisi. Ndugu zangu, nianze kumshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa nafasi ya baraka tena katika mkoa wetu wa Dodoma, lakini kipekee leo tushukuru Mungu atufikisha salama katika maadhimisho haya makubwa ya mkoa wa Dodoma ya siku hii tuliyoipa jina maalum la Samia Day, ili kufanya kuwa Mheshimiwa Rais siku hii ni ya kwake kwa mkoa wa Dodoma kwa mambo makubwa aliyoyafanya, ambayo sasa hivi tunapoendelea kila kata huko inaendelea na maandalizi mbalimbali. Wako wanaofanya riadha saizi, wako wanaocheza mpira saizi, wako wanaochinja ng'ombe, wako kwenye majiko, wako wanaocheza ngoma, lakini yote hiyo ni kuhakikisha siku ya Mheshimiwa Samia Day inamfikia kila mwananchi katika kila kata ya mkoa wa Dodoma. Lakini hapa kipekee sasa niwashukuru sana Puma Energy, Puma Gas kwa kukubali kushirikiana na sisi leo katika siku hii ya Samia Day. Kama mnavyofahamu, katika maadhimisho haya ziko ajenda. Mojawapo ni kuambiana wenyewe miradi ambayo imekuja katika maeneo yetu kila kata, lakini pia kusema faida tulizozipata kutokana na hiyo miradi. Makendeka iko shule, lakini usijue faida ya shule kujengwa ni nini. Kwa hiyo wananchi watasema. Hiyo ni ajenda kuu ambayo imebeba siku hii ya leo. Lakini kuna ajenda zingine ambazo zimechanganyika nayo. Ajenda nyingine ni kusema uchaguzi wetu mwaka huu tunaenda kwenye uchaguzi, tufanye uchaguzi wa amani na utulivu. Lakini ajenda nyingine ni kumwombea rais wetu na kiongozi wetu mkuu ambaye ni icon ya nchi yetu. Lakini ajenda moja mahususi ambayo pia tumeiweka ni kuhakikisha tunaongea na kuhamasisha juu ya matumizi ya nishati safi ambayo Mheshimiwa Rais mwenyewe ameiasisi katika nchi yetu ya Tanzania, lakini amepewa kuwa champion wa Afrika. Sasa nishukuru Puma Gas kwa sababu mmeifanya ajenda hiyo sasa imepata nguvu kubwa siku ya leo, kwa sababu pamoja na kuelezea, pamoja na kushawishi, pamoja na kuhamasisha juu ya nishati safi, lakini pia tutagawa mitungi ya gesi
kwa staili ambayo tutakubaliana kila mkuu wa wilaya na wilaya yake. Kwa hiyo Puma Gas mmekuwa na mchango mkubwa sana siku ya leo, mchango usio mdogo. Mmeifanya siku hii imeongeza hadhi yake. Maana nikimuuliza tu mwananchi, hapa kwenu kuna miradi mingapi? Akijibu naambia chukua gesi. Tayari na hamasisha wengine kujua faida ya nishati safi. Puma Gas oye! Niwashukuru sana na niwashukuru kuwa mko Dodoma. Tutaendelea kushirikiana katika shughuli mbalimbali ili tuweze kufikisha azma hii ya nchi yetu na ndoto ya Mheshimiwa Rais ya kuhakikisha Watanzania hasa wanawake wanatumia nishati safi ili kuondoa madhara yanayotokana na matumizi ya nishati isiyo safi ambayo imekuwa na athari za kiafya, za mazingira na nyingine nyingi. Asanteni sana kwa zawadi hii kubwa siku ya leo na kushirikiana nasi katika maadhimisho haya ya Samia Day. Mungu awabariki sana. Ofisi ya mkuu wa mkoa wa Dodoma kupitia maono ya mkuu wa mkoa Rosemary Stakis-Senyamule iliamua kuadhimisha Samia Day au siku ya Samia kwa lengo la kutambua mchango mkubwa ambao Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ameutoa katika kupeleka miradi mbalimbali ya maendeleo kwa wananchi, hasa miradi ile ambayo inagusa moja kwa moja huduma za wananchi au inawagusa wananchi, ikiwemo miradi ya elimu, miradi ya afya na miradi ya mazingira. Na katika kuadhimisha Samia Day, mkuu wa mkoa wa Dodoma aliona ni vema pia eneo la mazingira likapewa kipaumbele. Kwa hiyo akashirikiana na kampuni ya Puma kuweka utaratibu wa kupata mitungi ya gesi kwa ajili ya kuwagaia wananchi katika maadhimisho haya ya Samia Day, kama alama ya kuwakumbusha wananchi maono ya Mheshimiwa Rais ya kutunza mazingira na maono ya Mheshimiwa Rais ya kukuza na kuendeleza matumizi ya nishati safi. Na mkuu wa mkoa wa Dodoma amepokea mitungi 100 na wilaya zote zimegaiwa mitungi ikiwemo na mimi kama mwakilishi au kama mlezi wa wilaya nimepokea hiyo mitungi na nitaiwasilisha kwa mkuu wa wilaya ya Dodoma, Mheshimiwa Shekimweli. Na Mheshimiwa Shekimweli ataweka utaratibu wa kuwapatia wananchi kwa lengo pia la kuwahamasisha kutumia nishati safi, kuondokana na matumizi ya nishati chafu ambayo inaharibu mazingira na pia inachangia katika kuleta mabadiliko hasi ya tabia nchi ambayo yanaleta pia athari kwenye maeneo mbalimbali ikiwemo kwenye mazingira.